الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anyoshe ulimi wangu, kila litakaloliongea liwe na istifada kwa Waislamu na Uislamu inshallah. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya mdhamini na timu nzima ya mafundi niliokuja nao kutoka Zanzibar na wengine wakiwa nimechukua kutoka hapa, kwanza tunawashukuru sana Waislamu wote wa Mwasonga kwa ushirikiano mkubwa ambao kwamba walituonesha katika nyakati tofauti. Bila ushirikiano wao mafanikio tunayoona leo tusingeyapata. Kwa hivyo kwanza natanguliza shukurani za dhati kwa Waislamu wa Mwasonga. Halafu pia kwa nafasi ya kipekee kabisa na washukuru sana kwa mioyo yao thabiti mafundi niliokuja nao na niliowakuta hapa nikashirikiana nao wakada zote mpaka tukafanikisha kazi yetu katika muda pungufu kuliko tulivyotarajia. Na hili tunatanguliza shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwamba tunahisi kama kwamba alituongezea malaika wakatusaidia, si nguvu zetu peke yetu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ndugu mgeni rasmi, mimi nasaha zangu zitakuwa zimegawanyika sehemu tatu. Kwanza naomba nianze kwa waumini na Waislamu wa Mwasonga kwamba tumepata neema hii katika kipindi kifupi. Kwa aliyekuja nyuma mwaka mmoja na miezi miwili hapa na akaja sasa hivi, ni pahala pamegeuka kwa fadhila za Allah. Kwa hivyo hii neema sote kwa pamoja tuingize katika mizani nzito ya kuithamini na kuitunza. Yaani tukianza matunzo yake itachukua muda mrefu, tutatoka nje ya ratiba, lakini kwa maana mafupi ni kwamba neema aliyotuteremshia Mwenyezi Mungu zote tuzithamini, lakini na hii ikiwemo kama ni markazi ya kutengeneza hizo zingine. Kwa hivyo nakuombeni sana watu wa Mwasonga, sisi mafundi tumekuja kwa hii kazi, baadhi yao tupo hapa, lakini ikitimia siku 2-3 tunarudi nyumbani kwenye familia zetu. Kwa hivyo mimi nakushukuru ninyi kwa ushirikiano na nawashukuru na wao kwa kuniunga mkono mimi. Kwa niaba ya mfadhili narudi kwa uongozi wa msikiti huu na kuombeni sana muwe imara. Tulikotokea tulikuwa tuna msikiti mdogo na waumini wachache, sasa hivi mmekuwa ni kioo cha wilaya ya Kigamboni. Kwa hivyo hichi kioo kila wakati kinahitaji kusafishwa na kinahitaji kuangaliwa. Kile cha kusafishia pia isiwe ni kitambaa chenye mchanga au chenye kukwaruza hicho kioo. Viongozi nafikiri mpo mnanisikia. Sisi tunaondoka, tunakuachieni msikiti kama mnavyoona, lakini Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua wajibu wetu tumetimiza kiasi chetu, na sisi tunakuachieni nyinyi muendeleze kutunza. Na saha zangu za pili kutoka kwa mfadhili ni jopo la Shekhe wa wilaya. Shekhe wa wilaya na kamati zako na baraza yako, na kuomba sana kwamba uwe karibu na uongozi ili kuwashika mkono viongozi kama ulivyoanza juzi hapa ulipokuja kutukagua, basi ile iwe ni mwanzo na inshallah iwe futul khair. Hichi kiwe ni kituo ambacho kwamba kitakuwa cha mfano katika wilaya ya Kigamboni. Namalizia nasaha zangu kutoka kwa mfadhili kwa Shekhe Walid Kaim, Shekhe mkuu wa Dar es Salaam. Jukumu la kuwa shekhe wa mkoa hapana shaka wengi wanakuombea, na mimi nakuombea vile vile, tena bila rushwa. Kwa hivyo nakuomba kama ni shekhe wa mkoa ungane mkono na shekhe wa wilaya na kada zote ambazo kwamba zitausaidia msikiti huu
kuweka misingi mizuri ya uendeshaji, ikiwemo darsa, mihadhara, semina kwa ajili ya maimamu wa misikiti mingine, makhatib, ili angalau sisi tufikie pahala, angalau hii wilaya tujue kwamba leo tuna ujumbe wa Idil Haji, basi tunapeleka misikiti yote ya Kigamboni kwa wakati mmoja. Siku ya Ijumaa hutuba zote zinasimama kwa ni hutuba moja, angalau tuwe tuna ile uniformity, tuwe tuna usare wa hutuba, na tutakuwa ile tunalifikisha ndivyo kwa wakati mmoja. Kuna nyakati kama sasa hivi hutuba zote zinagusa Ramadhani, itafika wakati za zaka, basi hizi hutuba zote hizi zifanane chini ya uongozi wa mashekhe wetu, watuongoze ili vipi tutafikia pahala, na mengine yatafuata kwenye madaris za Qurani ili manhaji zifanane, yani zile mnaitaje Kiswahili Sheikh Abdallah, manhaji, syllabus tunazofundisha, sio kila mmoja awe anafundisha kivyake. Pengine kuna vyuo hapa ndani ya Mwasonga, kuna watoto wanamhifadhi juzu moja, kuna wengine juzu 20, lakini hakuna mfungamano wa walimu wale wa madarisi zile, ili kujua kwamba wewe unatumia njia gani bora ambazo kwamba zinahifadhisha na mimi naomba ni paste au ni copy. Kwa hivyo Waislamu, mambo yetu yote yameletwa kwa pamoja. Kwa hivyo yote tuyaunganisheni kwa pamoja. Hata tukiwaendea wafadhili hawa leo, tukiwaambia tunataka msikiti mwingine Geza Ulole wa wilaya, basi inshallah Mwenyezi Mungu atatusikia kwanza. Lakini kila mtu akiona lake hatutokwenda, na ndio maana nikatoa shukrani hapa mpaka watoto wadogo wakipandisha mchanga juu, kwa sababu tulikuwa kitu kimoja. Kwa hivyo shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, na kuombeni sana tuwaunganishe Waislamu ili Uislamu uende mbele. Shekhe wa mkoa naomba unisikilize, shekhe wa wilaya naomba unisikilize. Dunia imekumbwa na wimbi baya sana la ubaradhuli. Kwa hivyo tutumie hivi members za Ijumaa, madaris, kutumia njia gani za malezi mazuri kwa Waislamu, ili hili jambo kama anavyolitaka wa upande wa pili, tumuombeni Mwenyezi Mungu na sisi tuko na nia safi kwamba hili tulikatae katika njia zote. Ndugu zangu Waislamu, nchi za Ulaya Magharibi na Ulaya Marekani wanasema sasa hivi kuna jinsia 4. Jinsia ya mwanamume na mwanamke kama asili ya maumbile yetu, fitra yetu ilivyoletwa, na kuna jinsia ya mwanamume kumuoa mwanamume mwingine, na kuna jinsia ya mwanamke kumuoa mwanamke mwenzake. Kwa hivyo haya yote tunataka tuyazingatie, tunapigwa vita na yameshaingia nchini. Kwa sikio langu na macho yangu nimemwona mtu wa Wizara ya Elimu hapa Tanzania anawaita wakuu wa elimu wa wilaya mkoa kuwaelimisha, na kwamba kuna zoezi la uchambuzi na kutafuta siri iliyojifichika kwamba kuna vitabu vimeingia nchini vya ubaradhuli, na ziko shule zilikataa kukaguliwa na wakasema kwamba watachukulia hatua. Kwa hivyo tutahadharini Waislamu, tukamatane, tutengeneze murwa wetu, Uislamu wetu ende mbele. Tukigawanyika hatutokwenda. Na kwa niaba ya mfadhili, kwa niaba ya timu nzima ya mafundi, sisi kuanzia leo inshallah tunakabidhi rasmi msikiti huu kwa uongozi wa Masjid Nur, na tukitakiwa ushauri sisi tupo karibu. Mimi nipo Zanzibar, mafundi wangu wako Zanzibar, wakati wote tunaweza tukaja, lakini tumekabidhi rasmi mbele ya kaimu shekhe mkuu na shekhe wa wilaya ya Kigamboni. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kuombeni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mheshimiwa shekhe wetu wa wilaya Sheikh Abdallah bin Idi, waheshimiwa mashekhe wote wa kata, mheshimiwa diwani yetu, mheshimiwa muinjinia kwa niaba ya wafadhili, mimi nasema wafadhili, sisemi wadhamini, mheshimiwa imamu wetu wa Masjidun Nur, pamoja na uongozi wote unaokamilisha kamati ya msikiti huu mtukufu, waumini wote wa kada mbalimbali,
watu wa habari, lakini jopo nilokuja nalo na mimi akiwemo mustashari wangu, mabibi na mabwana, tuseme itifaki imezingatiwa kama wanavyotufundisha wakina Sheikh Isa, watu wa siasa. Nianze kwa kuamkia kwa maamkizi mema, maamkizi yenye baraka tele, yenye kusheheni amani, lakini maamkizi ya watu wema duniani na akhera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala anayetuneemesha na kutujalia kwa mambo mengi sana, likiwemo hili la kutupatia msikiti huu. Lakini pia ni washukuru wakazi wote wa Kigamboni ikiwemo hii Mwasonga kwa kuona Walidi Alhadi Omar Kawambwa Pongwa tumpe sharafu hii ya kuja kufungua msikiti huu, pamoja na uchache, udogo na udhaifu wake, lakini kaona hapana, mwanetu Walidi aje kutusharifu. Niwashukuru sana. Najua hii ikiwa inajulisha jambo, basi inajulisha namna gani tunapendana, tunategemeana, lakini tuko katika safari moja. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Kwa namna ya kipekee kabisa niwaombee Mwenyezi Mungu waasisi wa mwanzo kabisa tuliosikia umetajwa katika historia hapa fupi, waliokhitari kwamba hapa pafanywe sehemu ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hali na uchache wao waliokuwa nao kipindi hiko. Mwenyezi Mungu awasamee madhambi yao, lakini ajalie nia yao ni sehemu ya kuwaongezea kheri katika nyizani zao, ili wao pamoja na sisi mwisho wa siku tukutane katika kisima cha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukinywa haudhi yake. Hawa ni watu muhimu sana ambao wamekuja na fikra hii. Pangeweza hapa leo kukaa jumba kubwa, wala tusiseme tu jumba la mambo mabaya, hata nyumba tu ya kuishi mtu, lakini wamesema hapana, sisi leo tuko ulimwenguni, lakini mwisho wa siku tutaondoka hapa, lazima tuache legacy, tufanye kama alivyosema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. La kwanza sadaqatin jaria, wakaamua kuweka sadaka hii, ambapo leo baada ya miaka mingi umekuja msikiti mkubwa huu. Mwenyezi Mungu awalipe wao kwanza, na hivi ndivyo inavyotakikana, ndivyo inavyotakikana kabisa. Ulimwengu huu tumeishi sana, mtu amevuta amepata miaka 100, tuseme hivyo, na kwa hali tuliokuwa nayo hivi sasa miaka 100 kiasi haipo. Kwa hiyo tunachotakiwa tujifundishe kwa hawa as-sabiquna al-awwalun, tuwe na fikra kama hizi. Lakini baada ya kuwaombea Mwenyezi Mungu hao, kwa namna ya kipekee pia niwaombee Mungu na niwapongeze wale waliopokea kijiti hicho kutoka kwa asisi wa mwanzo, kwamba wakapabakisha hapa mpaka leo umekuja kuota msikiti huu. Kwa uzoefu wangu mdogo, maeneo mengi sana yalikhitariwa yakachaguliwa kuwa ni sehemu za kuabudia, leo mengine ni sehemu za kulewea kwa sababu tu ya migogoro ya hapa na pale. Na hasa baada ya kuwa wameondoka wale waasisi, hilo na ushahidi nao wa kutosha. Hata juzi tu baada ya Mheshimiwa Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali kunichagua kuwa kaimu wa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, katika miongoni mwa kesi nilizozikuta pale ofisini ni msikiti uliouziwa kanisa hapa Dar es Salaam, maeneo ya Tabata. Msikiti, lakini leo kanisa ndio wanaumiliki. Nimeona hiyo, na kesi hiyo ipo, na sio shamba, ni katikati ya mji wa Dar es Salaam Tabata.
Nini? Kwa sababu tu wale waliotoa sadaka ya mwanzo walikufa, wakaja wajanja wakayafanya mambo, wakauza kwa kiasi cha shilingi milioni 4, watu wakachukua msikiti. Kwa hiyo niwapongeze wale walipokea kijiti kutoka kwa asisi wa mwanzo. Nimetajiwa mzee nani wa mwanzo? Saidi, Mwenyezi Mungu amrehemu yeye, lakini na wale waliopokea kutoka kwa mzee Saidi Kondo, kwamba mpaka leo kuna kuja jambo kama hili. Lakini pia kwa namna ya kipekee ni washukuru viongozi wanaoongoza Masjid Nur kwa wakati sasa kushirikiana na waliojitokeza kujenga jengo hili. Kwa uzoefu pia, misikiti mingi imekwama, haijengwi kwa sababu tu ya kukosekana maelewano baina ya viongozi wa sasa na wafadhili katika upande wa maslahi. Kuna wanaosema tunataka msikiti ujengwe lakini pesa tupe sisi tujenge wenyewe. Lipo hilo. Lipo. Misikiti mingi imekwama. Kweli tunataka msikiti lakini tupe mzigo tusimamie sie wenyewe. Na wengine wamepata bakti mizigo wakapewa, lakini vilivyojengwa ni vibanda vyao vya kulala na wala sio nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikupongeze sahibu Imam pamoja na kamati yako. Nimemsikia mfadhili akisema na mwinjinia hapa kwamba mlishirikiana nao mwanzo mwisho, hatimaye leo tupo katika neema hii. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Shekhe wangu wa wilaya, nikushukuru na nikuombe Mungu. Na nimesikia maneno ya Sheikh Ali Kasim hapa. Mimi mwenyewe nakupenda. Sasa yabaki mambo ya Mungu tu Subhanahu wa Ta'ala. Serikali, huyu ni kakaangu Sheikh Isa Zahor, huyu ni kakaangu kabisa. Tukiwa wadogo sisi, mzee wetu alikuwa anakwenda kwa mzee wao. Mimi mdogo, yani sijui kimo changu kama kuku au jogoo, lakini kwa mdogo sana. Baba yao walipendana sana na mzee wangu, sana, sijapata kuona. Alikuwa akija Kisarawe na mimi mdogo. Na hapo naona nilikuwa namnongoneza, nimemuuliza kaka yake mkubwa, akanambia anaumwa, Mwenyezi Mungu ampe shifa. Na wewe Mwenyezi Mungu akuthibitishe katika uongozi. Na kujua vizuri sana. Pamoja na yote lakini ni Muislamu kweli kwa sababu ya mizizi ya mzee. Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Tunakushukuru kulisimamia jambo hili kwa sababu maeneo mengi pia serikali sehemu nyingine inakuwa kikwazo kwa vitu kama hivi. Lakini yeye kama Sheikh alivyosema, asubuhi, mchana, jioni alikuwa yuko hapa. Mwenyezi Mungu naye akupe fungu lako. Kwa namna ya kipekee katika upande wa pongezi, wafadhili bwana, mmetufanyia jambo kubwa, hasa mimi binafsi. Siku uliponitumia ile picha sikukubali kama msikiti huko Mwasonga. Nilikuwa nasema msikiti huko Libya. Yule bwana kule nimemuuliza ni huo au maki, niambia mimi tiketi ya ndege kuja Libya sina ya kufungua msikiti. Niambia huku. Mpaka alipokuja ofisini na zile picha tena na yeye, wallahi nitamani kumbeba. Kwa nini? Ni historia yangu. Nimekaa katika kiti cha ukaimu wa shekhe wa mkoa, nafungua msikiti unaofanana na misikiti ya Libya. Umenifanyia jambo kubwa sana. Nitapiga picha nyingi kweli kweli hapa katika historia na nitaibandika ofisi zangu zote kwamba nimefungua msikiti. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri wale wote waliokuja na nia kama hii. Na haya mambo ndio yafanywe katika maisha yetu. Kikifanywa kitu kifanywe katika kiwango. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Mwenyezi Mungu amelazimisha ubora. Ihsan bimaana ya ubora katika kila kitu. Akaanzia chini, fa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, basi hata mkichinja chinjeni kwa ubora. Wa idha qataltum, hata mkitaka kuua, fa ahsinul qitla, uweni kwa ubora. Ili mradi katika kila kitu Mwenyezi Mungu amelazimisha kifanywe kitu chenye kuonekana. Na wallahi thumma wallahi, na hapa msikiti huu natamani ni uhamishe huu uwe ndio msikiti wa mkoa.
Nimepanda mpaka juu, nimeingia katika chumba control room ambayo wanaicha switchboard. Sio kitu kidogo, ni kuonekana namna gani mmejitoa kwa ajili ya Allah, na ndivyo inavyotakiwa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith, kila kitu kina kazi yake. Hii ndiyo kazi ya mali. Mali kazi yake ni kumpa Mungu subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi mudhafu na mudhafu ila bi amwalikum. Hakuna watujahiduna fi sabilillahi bi aslihatikum, watujahiduna fi sabilillah. Umeona hiyo? Mpiganie dini ya Mungu kwa pesa zenu, sio kwa silaha zenu, kwa sababu inna darahima fil mawatin kulliha tuksir rijala hubbatan wa jamala fahiya lisanu liman arada fasaha wa hiya silahu liman arada qitala. Maneno anayosema Imam Shafi kwamba pesa duniani kote ndio inaleta uzuri, pesa ndio fasaha kwa anayetaka kusema, lakini pesa ndio silaha kwa anataka kupigana. Sasa zinatumikaje hizi pesa? Ufanya mambo kama haya. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Na wallahi niliwahi kuongea na mmoja katika wapenzi wangu, sasa hivi kwa akhera, Mwenyezi Mungu amghufirie madhambi yake. Alipata pesa nyingi kuna wakati, akanijia akanambia, Walidi, wewe mimi nakupenda, wewe ni kiongozi wangu, nimepata pesa. Akanitajia idadi, sitaki kuitaja hapa. Hivi sasa hivi kwa akhera, nifanyie nini pesa hizi? Nikamwambia, jenga msikiti kwanza, lakini msikiti ule uwe na madrasa ndani yake. Kweli kweli akatafuta nyumba, akanunua, akajenga msikiti, ukakamilika. Baada ya kukamilika ule msikiti, mtu wa kwanza kunijia mimi baada ya miezi 6, ananambia Mwenyezi Mungu amenipa mara 4 ya pesa zile. Na leo angekuwepo hai ningekuja naye hapa, lakini amefariki. Lakini amenambia mara 4 ya zile pesa nilizopewa. Sasa nifanyeje? Naendelea kujenga misikiti hata usiponambia. Na kweli amejenga misikiti sehemu nyingi sana. Kwangu mimi kanijengea madrasa kubwa, umekuja juzi pale. Sasa tusome hayo, lakini nimalizie mimi kwa sababu maneno yamesemwa hapa. Mfadhili wetu na injinia amesema vizuri, tuliosomewa historia ametusomea vizuri, serikali tumeisikia imesema vizuri, na salamu zako inshallah kwa protocol nitazifikisha kwa mufti, alafu zitakwenda mbele. Wale usio na wasiwasi, wale usio na zitakwenda, tuseme inshallah. Mimi niseme hivi, nimemwambia juzi mufti katika kongamano la tarhibi Ramadhani kwamba katika kipindi kifupi utakachoniamini nitafanya katika kila kata iwe na msikiti. Watu wengi wakuelewa, walidhani nitatoa pesa mfukoni. Wapi? Mimi mwenyewe nauzwa. Lakini nitaongea na watu kwa maneno ambayo atanijalia Mwenyezi Mungu, wajitolee kwa ajili ya misikiti kwa namna nyingi tu. Kwanza kama hivi, Sheikh Abdallah, nitaongea na Sheikh Mazurui, sahibi yangu, naona tunafanana. Unaona tunafanana? Hii rangi sikutofautishi, lakini tunafanana sana. Atajenga msikiti wa wilaya. Atajenga biidhnillah ta'ala, kwa sababu la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhi shahidun min al-khabar. Usimuulize mtu we nani, mtizame usoni tu utamjua. Usimuulize mtu we unatoka wapi, una desturi gani, tizama uso wake. Niwaulize, kwani ukikutana na kibaka mpaka akwambie mimi nitakukaba? Si ukimwona tu mwenyewe unatafuta njia kwamba sura hii sina salama. Si inaeleweka vizuri? Kibaka hakwambii mimi nitakukaba, ukiona ile sura yake na haja kwambia, unaona hapa mmekwisha. Sura ya wafadhili wetu ukiziona tu ni sura za kuendelea na mambo haya. Mwenyezi Mungu awathibitishe katika kila la kheri. Nimalize maneno yangu haya kwa kusema neno moja. Misikiti ni kituo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina baada ya kazi ya kuunganisha watu,
kwanza aliunganisha watu, Aus na Khazraj, aliwaunganisha. Alivyoona washaungana, aliwapeleka msikitini. Msikiti gani? Aloujenga yeye. Amani ilitokea msikitini. Maendeleo ya Uislamu yalitokea kuanzia wanachuoni, mainjinia wale walitoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kimtaja mtu anaitwa Suhaibu Rum, Suhaibu huyu alikuwa ni bingwa wa mambo ya kijeshi, katokea msikitini. Salmanul Farisi, injinia kama Sheikh Mazrui wa kujenga majumba, katokea wapi? Msikitini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tajiri mkubwa ambao utajiri wake tangu amekufa mpaka leo hakuna mtu aliofikia pesa zake, asikongope mtu, katokea msikitini. Katokea msikitini. Mtu ambaye kwamba alikuwa ndo mtunza siri mkubwa, katokea msikitini. Mwanasheria wa kwanza Abdallah ibn Umar, katokea Muadh bin Jabal, katokea msikitini. Hafidhul Qur'ani, katokea Qari'ul Qur'ani, katokea msikiti. Msikiti ni kituo. Man dakhalahu kana, yoyote atakayeingia msikitini awe na amani. Serikali, amani iko hapo. Kwa nini nasema maneno haya? Natarajia msikiti huu kwa sura inavyoonekana, inshallah utakuwa msikiti kielelezo katika jamii. Wanachuoni watatoka hapa. Semeni inshallah. Ndio kazi ya msikiti mabwana. Yaani msikiti huu utoe wanachuoni wa dini. Msikiti huu utoe wanachuoni wa sekula, watoke hapa. Watoke hapa. Ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisimama siku moja msikitini kama nilivyosimama mimi hivi, akawa anasimamisha watu. Simama Muadh bin Jabal, akasimama akawaambia, a'lamukum bil halali wal harami hadha. Huyu Muadh bin Jabal ndio mwanasheria wenu, mmemwona? Alikuwa wapi? Kaa chini. Akamsimamisha wa pili, simama Abdallah ibn Ummi, mwenye alikuwa anamuita, mmemwona? Aqra'ukum likitabillahi hadha. Huyu ndo anayojua zaidi kusoma Qur'ani kuliko nyie wote, mmemwona? Kaa chini. Akamsimamisha Hassan bin Thabit, simama. Akamwambia, afradhukum hadha, mtu anayojua sana mirathi katika nyinyi huyu. Aliwasimamisha mpaka akaja kumsimamisha Hudhaifa bin Yaman, bi asarrukum hadha, huyu ndo mtu anajua sana kuficha siri katika nyinyi. Akamsimamisha Uthman bin Affan, huyu ndo ahyakum, mtu mwenye haya kuliko. Yani aliwatoa watu wa kada tofauti. Mal asafi shadid, sasa hivi misikiti yetu, ukitaka wajinga njoo msikitini, ukitaka wasiojielewa njoo msikitini, ukitaka waliochanganyikiwa njoo msikitini, ukitaka wasio na kazi njoo msikitini, ukiwataka wambea njoo msikitini. Tusicheke kwa sababu nasema hivi. Kwa nini? Mimi pamoja na huo ushekhe wa mkoa uliokuja juzi, Sheikh Abdallah, mimi ni imamu wa msikiti huu, ni mwaka wa 33 tangu mwaka 1990 nimechaguliwa imamu wa msikiti wa Kichangani. Ndugu yangu yule pale anajua, tulikuwa nakaa naye Magomeni. Nikiwa mdogo nimepelekwa pale, hata ungo sijavunja. Mpaka leo bado imamu wa msikiti. Najua ukiniambia msikiti, na uona msikiti na madhehebu yake na mambo yake, naona kabisa, wala sio cha kuhadithiwa. Leo tofauti na alivyoiacha misikiti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameiacha misikiti bia yake, desturi yake, watu wagombane nje waje kupatana msikitini, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini leo watu wanagombana msikitini, wanaenda kupatana mahakamani. Ndio yaseme mapema, msikiti unafunguliwa. Unajua humu atakayetawala, Mungu asijalie, milango hii nimeona michache, kila mlango ataingia shetani na mguu wake. Zitaanza vurugu, sadaka, umeme, feni tu likisimama, feni tu, ngumi. Siku moja Kichangani pale nishaona mie, nimeona zile switch ilivyokaa zile za kuwasha nini, feni na taa. Basi ilikuwa za kuwasha feni zile za kwetu pale swala alfajiri.
Kaja mtu katoka huko nyumbani, kichwa kwanza kafikia kuwasha ta, 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 ta. Na kule msikiti mkubwa unapokea watu ngapi? Unapokea watu 10,000. Msikiti wa Kichangani unaswalisha watu, mimi nikisema ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wanaosema amin watu 10,000. Yani hata nikikutaka wewe ukiniudhi mimi nakutegea hapo, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, alikasim amin, wanakuzika. Yani Mungu amenipa bahati ya kipekee, na huu ni mwaka wa 33, imamu wao ni huyo mimi tu. Alhamdulillah rabbil alamin, siri yake anayojua Mwenyezi Mungu. Basi nimeshuhudia katika swala ya alfajiri, mtu anawasha feni ta, 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 ta. Anamaliza mwenzao anazima ta, 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 ta. Mpaka wakapigana. Jambo dogo tu kuambia bwana baridi usiwashe zote na kwa wakati kama huu wa mawingu baridi, lakini akisema hata huyu anawasha mpumbavu nini. Akimaliza yeye katoka huko, na yeye kaanza hivi. Hayo tusiyatarajie hapa, yasije hapa. Sura ya Imamu nimeipenda sana, na kilemba chako cheupe najua, na moyo wako mweupe, na fikra na busara zako nyeupe. Waongoze watu hao kwa namna kitabu cha Allah kinavyotaka. Innal masajida fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wote tuingie msikitini pale kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefanya kazi hawa watu, pesa zilizotajwa hapa bilioni 1.2 bilioni, hela nyingi. Tutashindwa sisi kweli kununua feni? Tutashindwa kununua balbu? Tutashindwa kununua koki? Maana hivyo ndio vitu vya matatizo misikitini. Mimi najua tuwaenzi hawa, tuwashukuru. Man sana ilaikum ma'rufa fakafiu, kabla kusema fa illa mtajidu ma tukafiunahu bihi fad'u la. Hapa tu watu akikufanyeni mambo mema walipeni. Sisi jambo jema wametufanyia hili, tuwalipe kwa kuatunza. Baada ya maneno haya, nimuombe Mwenyezi Mungu yaingie katika vifuha vyetu, na naona watu wangu wananionyesha kule, na kweli siku hizi tena nimekuwa sina raha. Yani ingisema watu basi nakuja inshallah. Tumalize jambo hili. Mimi Sheikh Abdallah, nasaha zangu ni hizo. Najua kwa wewe upo, kumbe hapa ndio ulipozaliwa. Anasema Mtume, dau mardhakum biakakiri ardhiha. Hadithi hii unaijua, uje kufanya kazi hapa ya dau mardhakum biakakiri ardhiha. Siku zote mtu anaanza sadaka nyumbani, najua huu msikiti uko kwako. Inshallah khair. Mungu awajaze kila khair, wa ma alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.